Mwenzetu Ali Bakari amefika eneo la Benjamin Mkapa, uwanja ambao utachezwa mechi hiyo ya Yanga na Simba. Tunakwenda kujiunga naye ili aweze kutujuza kile ambacho kinaendelea hadi wakati huu. Naam, Idi Salim Kidedea, ulama tumezoea kukuita hivyo na ndivyo inavyotakiwa kukuita hivyo. Niseme tu ya kwamba kweli kabisa sisi tumeamkia katika dimba la Benjamin Mkapa, mahala ambapo bila shaka watazamaji wa viwanjani wanaona hiyo picha. Benjamin Mkapa Stadium ama uwanja wa Benjamin Mkapa ndio mahali ambako atapatikana bingwa wa NBC Premier League msimu wa 2024-2025. Ilikuwa tarehe 8, ikawa tarehe 15, sasa ni tarehe 25 na leo ndio tarehe 25 yenyewe, kwa maana ya kwamba Young Africans inaikaribisha Simba Sports katika dimba hilo la Benjamin Mkapa. Nikwambia tu ya kwamba dabi ya Kariakoo haiongopi hata kidogo. Sasa hivi tayari nje ya dimba hili la Benjamin Mkapa watu ni wengi kweli kweli, na unaweza kaona bila shaka yoyote mtazamaji wa viwanjani. Picha hapa ni tofauti tofauti, rangi ya njano zinaonekana, lakini rangi nyekundu na zenyewe zipo hapa. Wapo watu kutoka Dar es Salaam, lakini wapo watu kutoka nje ya jiji hili la Dar es Salaam. Ujue tu ya kwamba kweli dabi ya Kariakoo haiongopi. Ndugu yetu hapa yupo wa Simba Sports, lakini wapo Young Africans. Hebu tujue kwanza wametokea mikoa gani. Tuanze na ndugu yetu kwanza hapa. Bana, mambo vipi? Mambo mazuri kabisa. Unaitwa nani? Naitwa Halfani Hamisi Manzi. Unatokea mkoa gani? Natokea Dodoma, mtaa wa Mchuka. Umekuja na nani ama umekuja peke yako au kuna msafara kabisa? Kuna msafara unakuja, kimi nimejitegemea kwa sababu nilikuwa na hakika na niwahi kabla ya wenzangu hawajafika hapo. Yaani wewe jeshi la mtu mmoja ukapanda basi ukaja hapa? Nimekuja na basi la shabiki peke yako. Peke yangu. Kitu gani kimekusukuma kuja peke yako kutoka ulikotoka mpaka kuja hapa Dar es Salaam? Mimi kichonisukuma na kuja kuipa nguvu timu yangu ya Yanga Afrika ichukue ubingwa. Najua kwa vyovyote vile sale na mnyama tukimpiga goli 5 tayari ubingwa tunachukua. 5? Kama kawaida. Bwana wewe, hiyo au neno hilo limekutoka? 5 zipo? 5 hiyo imekutoka au ni kwa dhamira? Hizo ni 5, ni kawaida kwetu. Hebu ngoja kwanza. Hebu sogea hapa. Mambo vipi? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Alfani Ahmadi kutoka mkoa wa Tabora. Kutoka mkoa wa Tabora? Ndio. Mpaka hapa Dar es Salaam, si ndio? Hebu kwanza tuambie, umekuja na msafara au umekuja peke yako? Nimekuja na usafiri wa NBS. Umekuja na msafara au umekuja peke yako? Nimekuja peke yangu. Peke yako? Ndio. Sawa kabisa. Nini kimekusukuma kutoka ulikotoka mpaka hapa Dar es Salaam? Mimi nimetoka Tabora kuja kufuata ubingwa mbele ya mtani. Umekuja kufuata ubingwa mbele ya mtani? Bwana, acha utani ndugu yangu. Anakufa mtani 2 bila. Anakufa mtani 2 bila. Kitu gani kinakusukuma kusema ya kwamba mtani anakufa 2 bila? Kwa kweli nimetoka Tabora kwa ajili ya kuja kufuata ushindi, kuchukua kombe la NBC kwa mara ya kwanza Simba ndani ya mtani uwanja wa Benjamin Mkapa. Ukiwa katika safari bila shaka ulikuwa unakutana na watu wengine. Wao walikuwa wanaizungumziaje dabi ya Kariakoo? Asilimia nyingi tunatofautiana mawazo. Kuna wanaosema dabi haichezwi, dabi inachezwa. Dabi haichezwi, dabi inachezwa. Lakini leo ndio itimati, itajulikana kwamba inachezwa haichezwi. Lakini dakika 90 tunachukua kombe mbele ya mtani. Utachukua kombe mbele ya mtani. Hebu ngoja tumsikilize ndugu yetu hapa. Alikuwa anakusikiliza kwa umakini kidogo. Bwana, mambo vipi? Safi kwema. Upo vizuri? Nipo vizuri. Wewe ni mkazi wa Dar es Salaam au mkoani? Mimi ni mkoani. Umefika lini hapa Dar es Salaam? Hapa Dar es Salaam na mwezi kama vile 5 hivi. Wewe ulikuja kwa ajili ya hii mechi au umekuja kwa mambo yako mengine? Nilikuja kwa mambo yangu mengine. Lakini leo hii ukashawishika kufika hapa Benjamin Mkapa. Ndio. Hii jezi utaondoka umeificha ama utaondoka ukiwa umeivaa? Jezi naondoka na shangwe nayo. Naondoka na shangwe nayo, ni nzito sana. Una uhakika utaondoka na shangwe wewe? No sana. Kitu gani kinakupa nguvu ya kuondoka na shangwe leo? Yaani kitu ambacho nilichokuwa nacho kinachonipa nini uzito. Kwanza wachezaji wangu wapo vizuri. Wachezaji wangu wapo vizuri zaidi ya hapo. Kwa hiyo nitaondoka na shangwe nayo, ni jezi yangu na tutachukua kombe hapa uwanja. Mashabiki wa Simba mpo? Tupo! Mashabiki wa Yanga mpo? Tupo! Mbona kama wa Yanga wamepoa hivi na wakati nyimbo wa Yanga wamepoa ama sio? Yanga tuzungumze na dada hapa. Mambo vipi? Poa. Unaitwa nani? Leticia John Mgwabi. Wewe ni mwenyeji wa Dar es Salaam au mkoani? Hapana, mimi mkoani. Umekuja lini hapa Dar es Salaam? Nimekuja juzi. Na umekuja kwa ajili ya dabi ya Kariakoo? Yeah. Kitu gani kimekusukuma kufika Dar es Salaam hapo kwa ajili ya hii mechi? Nini kilikusukuma mpaka ukatafuta pesa kwa ajili ya nauli na kuja hapa kuacha mambo yako huko ulikotoka? Nina uhakika na timu yangu na ndio maana nimekuja kuiangalia. Mchezaji gani anakupa nguvu unaamini leo hii atakunyanyua? Pale. Wa kwanza Kamara golikipa. Wa pili? Wa pili Kapombe.
Kapombe beki. Watatu Ateba. Hebu nitajie kikosi cha Simba ambacho unafikiri leo kinaweza kikaanza. Yani uhakika kusema kwamba nani na nani anaanza sina uhakika. Una uhakika? Lakini nimetaja kipenzi changu ambacho najua nina uhakika. Kipenzi chako ni nani? Kamala. Ndio kipenzi chako? Yeah. Na mwingine? Huyo wengine tusitaje sije wakati. Ni kipenzi chako? Kamala. Kamala uko uliko kipenzi. Njoo mamangu. Mwenzako kataja kipenzi chake. Hebu tuambie wewe kwa Yanga nani? Kipenzi changu Zuzwa. Nani? Mama Zuzwa. Wewe ndio unaitwa Mama Zuzwa? Mtaani unakuita hivyo? Mama Zuzwa Wakisema Mama Zuzwa basi unajua. Unatokea mtaa gani wewe? Jana. Unatokea Manzese. Manzese hapa Dar es Salaam. Mapema kabisa mechi saa 11 jioni, lakini tayari upo katika dimba la Benjamin Mkapa. Nini kimekusukuma kufika mapema? Mimi kimenisukuma baada ya kuahirishwa mchezo mara 2 mara 3 nzima. Kwa hiyo leo nimeona kuja kuthibitisha kwamba leo iwe mwanzo na mwisho. Hii mechi ichezwe, watu tujue mambo mengine ya kufanya. Unataka uendelee na mambo yako mengine? Ili liishe. Tuna mambo mengine ili liishe. Kuna mambo mengi. Hakuna jambo lisiloishe bwana. Lazima liishe, watu wafanye mambo mengine. Sawa. Leo hii sasa saa 11 pale Simba Sports ndio watakuwa wageni, Young Africans watakuwa wenyeji. Kwa namna unavikitazama kikosi chako, naamini leo utaondoka na furaha. Sana. Inasemekana kwenye mkoba umeficha kanga bwana. Hii nguo utaifunika baadaye. Wapi? Umeficha kanga? Sisubutu. Yaani una wasiwasi? Makolo. Sio kwa haya makolo. Hauogopi? Wenyewe wanasema haiwezekani msimu uishe bila kumkaba mpanzu. Sio kwa makolo hawa. Umuogopi mpanzu? Hawajua. Umuogopi mpanzu? Wao ndio waogope. Unamwogopa? Muogope Kakome. Pakome? Mwingine nani? Muogope Pakome. Mwingine nani? Kakome. Jamani, hebu sogea. Mmemzoea nani? Bakora nishamzoea. Wao ndio hajamzoea nani? Wao hajamzoea Mpanzu. Hajamkaba? Hajamkaba Mpanzu. Hebu mwambie mama hapo kwamba mwambie. Mama Mpanzu namuona leo. Ana issue wote. Unamwoti ana magoli mangapi? Ana magoli mangapi? Uliza na magoli mangapi? Mpanzu ana magoli mangapi? Magoli mangapi? Wewe kwenye kumbukumbu yako ana magoli mangapi? Lisha gani? Ana magoli 8. NBC 11. Wewe Kamala ana magoli mangapi? Leti Kamala. Gani huyo Mpanzu? Viwanjani hawa ni mashabiki wa Yanga na Simba ambao leo hii hapo wamekuja mapema kabisa kwa ajili ya dabi ya Kariakoo ambayo itapigwa saa 11 jioni. Na nikukumbusha tu kwamba channel hii ambayo unatazama viwanjani ndio ambayo itarusha mechi ya dabi ya Kariakoo. Mashabiki bado wana hamu ya kuzungumza. Bwana wewe unatokea? Mimi natokea Arusha bana. Wewe shabiki wa timu gani? Mimi Simba mnyama. Umefika lini Dar es Salaam? Niko hapa wiki nzima. Wiki nzima niko. Ulikuja kwa ajili ya dabi ya Kariakoo? Dabi ya Kariakoo. Kweli wiki nzima kwa ajili ya dabi ya Kariakoo? Wiki nzima yani nimetoa hela zangu nyingi mpaka sasa hivi ni 2.5 milioni nimepiga. Acha utani tafadhali bwana. Mpaka sasa hivi. Kwa nini sasa hivi 2 milioni imetumika katika nini? Ndege, usafiri wa ndege kwa sababu situmiagi. Umetoka Arusha umekuja kwa ndege? Ndege. Kwa ajili ya dabi ya Kariakoo. Dabi ya Kariakoo. Tafadhali ndugu yangu. Nakuambia. Unajua unaonekana nyumbani huko. Niko live. Wakikuletea taarifa za mikopo usiogope sasa. Hamna shida. Mimi ni 2 kwa ajili ya safari. Nailea familia yangu ndio. Sawa. Tuambie katika mchezo wa leo hii hapa una imani gani? Unasema shabiki wa Simba. Wao wanahitaji sare lakini sisi tunahitaji ushindi. Leo tunashinda. Mwana Simba yoyote ajipige kifua. Leo hapa. Nakuambia hivi hapa kwa Mkapa hapa. Ndio maana Bekane walipoogopa hapa katupeleka Amani kule New Amani. Kurudia ndio maana Berkane waliogopa hapa wakatupeleka Zanzibar. Hapa hivi leo Yanga mama yangu. Hapa Yanga toki. Katika dabi za Kariakoo za hivi karibuni nyinyi Simba mmeshinda mara ngapi kwa Yanga? Ukiangalia mara 4 ni kweli Yanga ametuzidi kidogo lakini leo hizo mara 4 zilichezwa wapi? Hapa. Kwa nini unasema leo hii hapa tu? Nakwambiaje hapa leo kuna kombe? Kwa sababu ni kombe. Kombe lipo hapo leo. Simba Sports haijawahi kuacha kombe uwanjani. Hawezi. Yaani ulione pale Mpanzu aone kombe lile pale. Hebu rudia wakusikie vizuri. Mpanzu aone kombe lile pale alafu aseme na nili. Aliache. Wewe unaweza? Hebu shabiki wa Yanga mmoja aje kujibu. Sogea huko. Hebu ngoja tuzungumze na ndugu. Bwana kwema. Kwema. Umemsikia kijana anapozungumza kishujaa? Nimemsikia anaongea. Kijana siku hizi wana ushujaa. Anaongea mtu mkubwa. Waogope watu wazima. Mtu mkubwa
atishui nyao. Hebu wamjibu kwanza kijana. Mtu mkubwa atishui nyao. Ushatishio sasa. Mimi Yanga Afrika tarehe yangu ilikuwa tarehe 15. Sawa. Leo sio ya Simba, leo yangu mimi Yanga Afrika. Tarehe 15 ilikuwa nani? Ilikuwa ya Simba. Leo Yanga Afrika. Unashinda leo. Kama kawaida. Kitu gani kinakupa nguvu leo? Leo tarehe 25. Juzi nimempiga mtu ndani goli ngapi hapa? Mimi nakwenda kwa tarehe. Wewe unakwenda? Tarehe na magoli yangu. Kwa hivyo leo unashinda ngapi? Kama kawaida. Leo unashinda ngapi? No, hizo. Tafadhali. Mimi ndo nakwambia. Bwana, hilo neno limekutoka bwana. Mimi ndo nakwambia, sio maneno. Mimi nipe. Njoo tuje kuniambia. Sawa. Mimi naitwa Ali Sebastian Mwitu. Sawa. Naam, Ulama Idi Salim Kidedea. Haya ni mambo ya hapa Benjamin Mkapa na bila shaka yoyote hayawezi kuisha. Sisi tunakita kambi hapa muda wote mtakapotuhitaji. Tutakuja tu bila shaka yote kuwajuza Watanzania kinachoendelea hapa. Tuambie tu ya kwamba mechi ipo na channel ni Azam Sports 1 HD. Nirejeshe matangazo kwako Ulama. Ulama Idi Salim Kidedea, ni kujibu wewe lakini pia kwa manufaa ya watazamaji wa Viwanjani ya kwamba tulivyofika hapa Benjamin Mkapa, kama kawaida sisi waandishi wa habari lazima tutazame kwa uzuri ili kujua zile dalili zile za mechi. Na ni kweli kabisa nikwambie Ulama, unachokiona hapa ni usalama, kwa maana ya kwamba watu wa vyombo vya usalama wakiendelea kutekeleza majukumu yao hapa, na hilo ndio jambo la muhimu kabisa, ya kwamba wao wapo hapa toka mapema kabisa, wamefika hapa kwa ajili ya kuhakikisha usalama kwa wale ambao watafika hapa na kuhakikisha ya kwamba shughuli hii inamalizika kwa uzuri kabisa. Kwa hivyo kwa swala la usalama upo kamili kabisa, lakini sio hao tu, kuna steward, kwa maana ya kwamba wale ambao wanasimamia kutoa maelekezo kwa mashabiki, kutoa maelekezo hata kwa timu zitakapofika zipite njia gani. Hao wote tumewakuta hapa na wapo tayari kwa ajili ya kazi hii ya mechi hii ya leo ya dabi ya Kariakoo. Na kwa upande wa mashabiki, sasa hivi ni asubuhi, wengine wameonekana hapa, unaona wale wanizunguka nyuma yangu wapo. Wafanya biashara na wenyewe wapo hapo kama kawaida, kwa sababu mechi hii ni fursa kwa wafanya biashara. Wapo hapa wauza jezi, wauza vyakula na kila kitu kipo hapa. Kikubwa tu tusubiri muda tuone ya kwamba kile ambacho kinasubiriwa hapa kitaweza kufanyika. Hawa ni vyombo vya usalama wakiendelea na majukumu yao hapa kuweza kuwasogeza mashabiki wasikae karibu na barabara hapa na kuweza kutokea labda ajali, lakini vyombo vya usalama hapa vipo vizuri na vinatekeleza majukumu yao kwa uzuri kabisa. Ulama Idi Salim Kidedea. Ni uwanja wa Benjamin Mkapa. Wakati kama huu na mechi kubwa ya namna hii, huwa kuna zile coaster zinaingia kuleta mashabiki kutoka maeneo tofauti tofauti, lakini pia kuna zile coaster zinaonekana kutoka mikoani kufika hapo. Labda toka umefika hapo Benjamin Mkapa, umeshuhudia hayo magari yakileta mashabiki katika uwanja wa Benjamin Mkapa? Kwa macho yangu sijabahatika kuziona coaster, lakini kwa mashabiki ambao wamefika hapa, wapo ambao wanasema ya kwamba hizo coaster zilifika asubuhi baadhi yake, lakini kwa sasa hivi zimetawanyika kwa sababu watu hao walikuwa katika safari usiku kucha. Kwa hivyo wengine wameenda kwanza kupumzika wakisubiri ule muda wa mechi. Lakini kwa macho yangu zile coaster ambazo huwa zinakuja mapema kabisa bado sijazishuhudia kwa macho yangu, niseme hivyo, kwa sababu mimi mwandishi natakiwa nizungumze kile ambacho nimekiona kwa macho. Lakini wanasema ya kwamba zipo na zimetawanyika kwa sasa kuwapeleka wale ambao walisafiri nazo kwa ajili ya kupumzika. Ali Bakari, nikushukuru sana, na tutakuwa tunakutafuta kadiri muda utakavyokuwa unakwenda, utujuze yale ambayo yatakuwa yanajiri katika maeneo hayo ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Asante sana. Naam, ni mwenzetu Ali Bakari ambaye amekita kambi katika maeneo yale ya uwanja wa Benjamin Mkapa akizungumza na mashabiki, lakini pia kutupa taswira ya mchezo huo wa dabi kati ya Yanga na Simba, mchezo ambao utapigwa jioni ya leo saa 11. Ulama Idi Salim bado uko nasi Viwanjani, tunakwenda katika mapumziko, tutarejea.